gani ya kurudisha moyo ulioumia, au jinsi gani ya kurudisha moyo ulioharibika. Tutajifunza jinsi ya kurudisha moyo ulioharibika. Dhambi inaharibu moyo, ndio kichwa cha ujumbe, lakini kusudi ni kujifunza jinsi ya kurudisha moyo ulioharibika. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Biblia kuna maneno kama moyo, nafsi, roho, na kuna wakati unaweza kaisi kwamba roho ndio moyo, moyo ndio nafsi, lakini kuna tofauti. Wanasema distinction. Siko hapa kufundisha roho ni nini wala nafsi, lakini mazungumzo yangu kidogo yatagusa nafsi, kwa sababu nafsi ina uhusiano wa karibu sana, close relation, na moyo wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma Mithali 4:23 kabla sijazungumza moyo ni nini. Mungu anasema linda moyo wako kuliko yote. Analinganisha kwamba yako mambo mengi, lakini anataka ulinde moyo wako kuliko yote uyalindayo, yote, kuliko yote. Nikatafakari kidogo, anasema ulinde moyo kuliko yote. Wengine wanalinda wake zao, mpaka zile simu wamezichakachua, wameweka hiki ili ajue message, anajaribu kulinda. Wengine wanalinda majumba yao mazuri, wameweka na electrical waya zile za umeme, analinda nyumba yake nzuri, ana mali nyingi, analinda gari yake nzuri, analinda simu yake nzuri. Lakini mbele za Mungu anasema hivyo ni vizuri, lakini kama unalinganisha, basi moyo wako uwe juu kwa kulinda. Nazungumza na mtu mmoja asubuhi ya leo, anasema linda moyo wako kuliko yote kuyalinda. Kwa nini anasema hivyo Mungu? Anamalizia lile andiko muhimu sana kumalizia. Anasema kwa sababu au kwa kuwa. Kwa nini ulinde moyo? Kwa sababu kwenye moyo ndio zinakotoka chemchem za uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye magari na majumba hakuna chemchem, kwenye cheo hakuna chemchem za uzima, lakini kwenye moyo ndiko zinakotoka, zinakoanzia. Kwa Mungu anaweka kipaumbele cha juu sana kulinda moyo kuliko chochote unachokijua. Bwana sasa. Lakini anaweka neno linda. Ana maana gani? Ili kusema usipolinda iko hatari. Unalinda moyo dhidi ya mambo unayoyaona, unalinda moyo dhidi ya mambo unayoyasikia, unalinda moyo dhidi ya mambo unayotendewa yasiharibu moyo wako. Narudia tena, hatulindi kwa mtutu wa bunduki, hatulindi kwa kujengea majumba moyo. Moyo ni sehemu ya utu wa ndani wa mwanadamu, ambayo kimsingi ndio kiini cha utu wetu. Kiingereza wanasema it's the center of our self being. Ni center, ni kiini cha utu wetu wa ndani. Moyo kwa sehemu unashabihiana nafsi, lakini Biblia inatofautisha very clear. Kuna heart kwa maana ya moyo na kuna soul kwa maana nafsi. Lakini kwa sehemu kuna uhusiano wa karibu kweli kwenye utendaji. Sababu nasema moyo ndio sehemu ambayo mawazo yako, mipango yako, tabia zako zinaanzia pale. Tunavyokuona nje ina tafsiri moyo wako ulivyo. Bwana sasa. Ili tukufahamu moyo wako, hatuoni moyo, tunaona maisha yako, mwenendo wako, tabia zako, huluka zako. Naweza kujua okay, moyo wake huyu uko namna hii. Kwa hiyo siku ya leo tutambue kwamba ni kipaumbele cha Mungu aliye hai, mimi na wewe
ule moyo, kwa sababu moja ya msingi ndiko ambako chemchemi za uzima zinaanzia. Lakini kitu kingine ambacho kiko very smart ni kwamba swala la wewe kumpokea Yesu au hapana, prosesi hiyo, mchakato huo haufanyiki sehemu nyingine, ila unafanyika kwenye moyo. Narudia tena, kulinda moyo ni muhimu sana, kwa sababu ukisoma Warumi 10:9 hadi 10, Warumi 10:9 hadi 10 inasema, kwa maana mtu kwa moyo uamini, kwa moyo uamini hata kuhesabiwa haki, na kwa kinywa ukiri hata upate wokovu. Bwana sasa, ili kusema kuunganikwa kwako na kuunganikwa kwangu mimi na Yesu na umilele na mbingu kunategemea moyo wako una utayari kiasi gani, aidha kupokea neno la Mungu au kulikataa. Hivyo nikisema moyo ni sehemu muhimu sana ya utu wako. Ndio maana Mungu anasema linda moyo wako. Bwana asifiwe sana. Moyo ukiharibika, tutasogea mbele baada ya muda. Moyo wa mwanadamu ukiharibika, uwe na uhakika dhambi imepata nafasi. Kisoma Yeremia tumesoma 17:9 anasema moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu sana na uko na ugonjwa wa kufisha. Moyo wa mwanadamu. Wakati natafakari, nilirudi kwenye kitabu cha Mwanzo, nikaangalia Mwanzo sura ya 3, wakati Adamu anatenda dhambi, anamwasi Mungu, anafanya uasi. Nataka kidogo uangalie moyo wa Adamu, au tutashuka kwa mwanae Cain kabla tusogea mbele kidogo. Adamu ameumbwa mkamilifu kabisa, moyo wake uko vizuri. Nimesema moyo ni sehemu muhimu sana ya mtu mwanadamu. Ndio sehemu ambako mipango, kumbukumbu, plani zote. Ndio sehemu ambayo utu wetu unawasiliana na mazingira mengine, nikiwa na maana kwamba tunategemea kwenye moyo kutakuwa na hisia, kutakuwa na utashi na kutakuwa na akili. Ndio maana moyo na nafsi zinafanya kazi kwa ukaribu sana, kwa sababu moyo tunasema ndio source, ndio chanzo cha hayo yanatokea. Alafu nafsi yenyewe ina express ama inaonyesha ni nini moyo unataka, na nafsi inatuma mwili kuchukua tu. Ni kama mchakato ambao Mungu mwenyewe ameweka. Moyo unafikiria, moyo unapanga, moyo unafanya kila kitu, lakini nafsi kwa sehemu inahusika kuchukua kile ambacho moyo umechakata, kutuma kwenye mwili na kutoa taarifa nini unataka kufanya. Kwa mtu anapoua, anapotukana, anapopiga, huo mchakato umekamilika kuanzia kwenye moyo, na nafsi imehusika kuhakikisha kwamba mwili unatekeleza. Ukimwangalia Adamu Mwanzo sura ya 3, unagundua kwamba Adamu ameumbwa vizuri, Mwanzo 2:7, akiwa mkamilifu sana, nafsi yake ikawa hai. Lakini sura ya 3 kuanzia mstari wa 5 dhambi inaingia. Mungu anamuuliza Adamu, umekula tunda? Swali ambalo ni very simple, kwa sababu Adamu amekula. Nataka uone moyo ambao dhambi imeshaingia. Adamu amekula tunda, amepewa na mkewe. Mungu anamwambia umekula? Adamu baada ya kusema ndio, anatoka kwenye hoja, anamsingizia huyu mwanamke. Moyo wa mwanadamu hata leo ambao hauko vizuri, huwa haukubali kuchukua majukumu ama responsibility kwamba nimeharibu mimi na wajibika mimi. Mara nyingi nasingizia wengine. Huo moyo unajikuta hauko sawa sawa. Hata kama mtu mbaya mke wa Mungu, ili jambo amefanya mke wa Mungu, lakini kusema nimefanya mimi, moyo ambao dhambi imeingia, mara nyingi lazima utupe lawama kwa mwingine, aonekane yeye ni sababu, wewe unajitoa. Bwana asifiwe sana. Moyo ulio safi mbele za Mungu, kwa sababu hautaki kusema uongo. Kama kitu kimevunjika kule, watoto kabatini, sahani imevunjika, amevunja yeye, lakini ukiuliza mama watoto mbona sio mimi, sio mimi, wote wanakataa, ili kusema nilivunja yenyewe. Kwa moyo wa mwanadamu ambao dhambi imeingia, uovu umeingia, mara nyingi ina tabia ya kutochukua jukumu la kuwajibika. Yaani ifikia hatua jambo limeharibika, hapo nasema ni mimi baba nimesababisha. Ifikia hatua mtoto aende vizuri, mambo yaende vizuri nyumbani, usiseme ni hawa, kama ni wewe unasema ni mimi. Hiyo ni dalili kwamba moyo wako uko sawa sawa. Bwana asifiwe sana.
naongea na baba wakati mwingine, sukuma zaidi kwa mama na watoto, kumbe wewe ndio sababu. Adamu anamwambia Mungu, sio mtu mwingine, akijua bali kwamba Mungu aliona, lakini anasema ni huyu mwanamke, dhambi imeshaingia. Ukisogea tena kwenye Mwanzo 4, nataka nikuonyeshe moyo ambao umeshaanza kuharibika. Mara nyingi hautaki kuwajibika. Hapo kitu kingine ambacho nilitegemea kwenye mawazo ya binadamu, kama Adamu alipata nafasi na Mungu, Adamu sangeomba toba pale. Lakini hakuona sababu. Moyo wa mtu ambao dhambi inaanza kuingia, wakati mwingine unakataa kuwajibika na unakuwa hauko tayari kutengeneza. Adamu alipewa nafasi na Mungu. Sababu Mungu alikuwa anamtembelea na dhambi imetokea. Badala ya kumsingizia mwanamke, nitegemea Adamu atengeneze, lakini hakutengeneza. Ukienda sura ya 4 unakutana na mwanae Kaini au Kaini. Kaini naye na Abel, kisoma Mwanzo 1:16 kusoma, lakini kisa kinafahamika. Nataka nikuonyeshe kidogo moyo ulioharibika kabla ya enda kwenye pointi za msingi za kujifunza siku ya leo. Kaini na Abel ni watoto wa pamoja. Kaini mkubwa, Abel mdogo. Kaini alikuwa mtu wa shamba, kwa maana kazi shambani, lakini Abel ni mfugaji. Abeli na Kaini wote wanatoa sadaka ama dhabihu, na Mungu anaikubali ama kuitakabali Abeli. Anaikataa Kaini kwa sababu za kawaida. Lakini huyu Mungu anamwambia Kaini kwamba ukitenda wema nitakubariki. Na akamwambia dhambi iko miongoni kwako, unatakiwa uishi. Kisogea mbele mstari wa 8, Kaini anamchukua mdogo wake, wanakwenda uwandani. Baadaye Kaini anaua. Sikiliza, dhambi ilianza kuingia tangu pale ambapo ghadhabu imempika. Chuki, hasira imeingia kwa Kaini. Kwa nini Mungu ameikubali sadaka ya mdogo wangu, amekataa yangu? Moyo wa Kaini ukaanza kuharibika. Bwana asifiwe sana. Chuki inapoingia, ghadhabu inapoingia, uwe na uhakika moyo ule ambao Mungu aliumba mkamilifu hauwezi kubaki kwenye hali ile ile. Kaini amepandwa na ghadhabu. Hapo ukiona jinsi gani alikuwa mjeuri, Kaini anamuua mdogo wake. Na Mungu yuko pale smart. Anamuuliza Kaini, kwa nzuri, ndugu yako yuko wapi? Angalia jibu la kihuni Kaini anajibu. Jibu la kihuni, anamwambia pale, mimi ndio mlinzi. Sikiliza vizuri, nataka utafakari, msitafakari zaidi. Mungu sio baba yake wala mkwewe, anaulizwa na Mungu wa majeshi ambaye macho yake yanaona kila sehemu. Mungu ameona tukio Kaini anamuua Abel. Mungu yuko smart, anakupa muda ujieleze. Anamuuliza Kaini, ndugu yako yuko wapi? Kaini anajibu kihuni. Anasema, kwani mimi ndio mlinzi wa ndugu yako? Hivi kweli katika hali hata babako aliyekuzaa unaweza kujibu hivyo? Moyo umeshaharibika wa Kaini. Dhambi imeshaingia. Kaini sio yule tena kabla ya kutoa dhabihu. Kaini, chuki na wivu umemvaa. Na Mungu alimtahadharisha kwa dhambi ipo langoni, uishinde. Lakini Mungu anamwambia kwamba damu ya mdogo wako inanilia kutoka ardhini. Kaini alishindwa kutengeneza. Kwenye mazungumzo yote hapo, je, Kaini ameshindwa kutubu kwa Mungu? Tafsiri ya kawaida ina maana wana dialogue, wanazungumza na Mungu wa majeshi, Mungu muumbaji, Mungu mwenye uweza, anayeona yote. Anamwambia, ndugu yako yuko wapi? Anamjibu kiuno. Je, ushawahi kutafakari kwa nini Kaini hakutubu pale? Kwa nini hakuomba rehema? Kuna jibu babake Adamu hakuomba rehema. Baadaye Mungu akamtoa mstarini. Kaini ameharibu, lakini naye Kaini haombi rehema. Mungu anaachilia laana, anamuondoa. Bwana asifiwe. Katika maisha ya kawaida, mpendwa, moja kati ya mambo ya msingi kwenye maisha yetu, popote unapoona mmeharibu, kadri moyo wako hujaenda mbali sana, tengeneza na Mungu. Hii ndio tofauti ya Petro na Yuda. Petro alikosea mara nyingi pamoja na kumkana Yesu, lakini alikuwa sharp sana kutengeneza. Yuda mpaka hali ikawa mbaya. Mtu mwenye moyo mgumu utamjuaje? Kama unaweza kuandika kidogo, andika. Utajuaje kwamba moyo mgumu au moyo wako umeharibika? Nazungumzia dhambi
inavyoharibu moyo. Nimesema moyo, sio roho, moyo wa mwanadamu. Moyo ndio injini yako wewe mwanadamu. Mipango yote, kumbukumbu zako zote ziko kwenye moyo. Wengine wanaita subconscious. Ni sehemu ambayo hakuna siri ambayo haipo huko. Hata yale ambayo mkeo hajui, mume hajui, yapo kwenye moyo. Yametulia kwenye moyo. Moyo wa mwanadamu ndio sehemu ya ndani au kiini cha utu wa ndani, na Mungu anatumia moyo kama injini yetu ya kufanya mambo mbalimbali, aidha mazuri au mabaya, kwa kutumia utashi wako binafsi. Bwana asifiwe sana. Ukisoma injili ambayo tunasoma Mathayo 15:19, Yesu anakusaidia kutuonyesha unajuaje moyo wa mtu umeharibika. Kwamba nikitumia neno kuharibika, ina maana moyo umeruhusu dhambi kuingia, na huu moyo unakosa sura yake ya awali ya kuhakikisha kwamba roho inakuwa salama. Kwenye kuokoka, roho ndio inaokoka. Efeso 2:1. Na kusema wazaliwa upya ni roho inazaliwa kupitia toba. Lakini wewe unapika moyo usipokuwa sawa sawa, roho haiwezi kuwa sawa sawa. Unajuaje kwamba moyo wangu umeharibika? Unajuaje? Inaweza kujua, wala usimwangalie mwenzako, nataka ujiangalie mwenyewe. Moyo umeharibika, unaujuaje? Kwa lugha nyingine, moyo umekwenda mbali na Mungu. Hauwazi tena ya Mungu, au tafakari tena ya Mungu. Yesu anajibu baada ya ule mjadala kwenye Mathayo 15:19. Unapoona matukio, unapoona hali kama hizi zifuatazo, zinaashiria kwamba moyo wako ambao ndio unaanza na plani, mikakati kabla ya tukio kutendeka, umeharibika. Neno kuharibika na maana uko mbali na Mungu. Haumpi tena Mungu nafasi, unafanya ya dunia hii. Tunasema moyo umeharibika. Moyo umekwenda mbali na Mungu. Kisoma kwenye hiyo Mathayo 15:19, kama nilivyotangulia kusema awali, moyo ndio unatengeneza hiari ya kufanya jambo. Hata swala la toba inategemea moyo. Kusamehe au kuto kusamehe inategemea moyo. Kuabudu au kuto kuabudu inategemea moyo. Kutoa ama kuto kutoa inategemea moyo. Kwenda kwenye mkesha ama nisiende inategemea moyo. Moyo ulioenda mbali unaujuaje? Jambo la kwanza la msingi ambayo yatakayofuata yote yanafuata sehemu moja, ni moyo ambao hautotenda mapenzi ya Mungu. Kutenda, kwa sababu moyo ndio unasababisha utende. Mwili unapewa taarifa kupitia nafsi. Hautotenda mapenzi ya Mungu, ina maana lazima utakiuka sheria ya Mungu, utakiuka kile Mungu ametaka. Hii ni kusema dhambi imeingia, na dhambi inapigiwa debe na yule muhuni Shetani. Kwa hiyo tukisema moyo umeharibika, ina maana unakuwa mbali na mapenzi ya Mungu, mbali na sheria ya Mungu, mbali na kile Mungu ambacho ameagiza. Yesu ametaja mambo machache kwenye Mathayo 15 mstari ule wa 19, kwamba mambo haya ndio yale anasema yamtiayo mtu najisi, kwa sababu yanaingia ndani, yanatoka ndani ya moyo wa mwanadamu. Alikuwa anamaanisha swala la kula bila kunawa mikono sio issue, kwa sababu kinachomtoka mtu moyoni mwake ni kile kimejaza moyo. Chakula ni kwa tumbo tu. Anataja mambo kadhaa ambayo baadaye utaangalia kwenye galatia ya Biblia, yanaonekana ambayo haya yakionekana kwako ni dalili kwamba moyo wako umeharibika. Sasa umeharibika kiasi gani? Kipimo kinawezekana kisipatikane cha kibinadamu. Kwa hiyo nimesema sababu kubwa ni moja ambayo haya yanafuata pale. Mtu ambaye moyo wake umeharibika, huyu mtu hatokuwa na kiu ya kufanya mapenzi ya Mungu. Hatokuwa na kiu wala shauku ya kufanya mapenzi ya Mungu. Tumemwona Kaini alichokifanya.
uuaji, sio mapenzi ya Mungu. Lakini vipengele vidogo vidogo kwenye hilo kuu ambalo Yesu amezungumza kwenye hiyo Mathayo 19, ambayo haya mtu ambaye anaishi maisha ya uongo, na uongo ni sehemu ya maisha yake, mtu huyu tunakuwa na uhakika kwamba moyo wake umeathirika, anadanganya na anajitetea, anakataa na macho yamemtoka, ni mwongo tu wa kawaida. Hiyo ni dalili kwamba moyo wake unahitaji kusaidiwa, moyo umeharibika, anaongea uongo na hana wasiwasi kwenye kuongea uongo. Jambo lingine ambalo linakuashiria ni maisha ya hasira na chuki. Mtu ambaye maisha yake hasira ni chocha, ana paniki haraka, chuki imeshika moyo wake, wivu umekamata maisha yake. Akiona mwingine amefanikiwa anaumia, mwingine ametangaza uchumba anaumia. Hii ni dalili kwamba moyo hauko vizuri. Moyo wa huyu mtu umeharibika kwa sababu anachukia kuona mwingine anainuliwa na Bwana. Anachukia kuona mbona naiba sana kuliko mimi, anakuwa na chuki. Ni dalili kubwa kwamba moyo wa huyu mtu umeshaingiza dhambi. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine angalia maisha yako pale kazini, angalia kwenye biashara, angalia maisha ya ndoa na watoto wako, angalia unapokuwa kwenye huduma, ni kwa kiwango gani uko tayari kubariki wengine? Ni kwa kiwango gani uko tayari kupongeza badala ya kuchukia? Mtu ameinuliwa, pata nyumba nzuri, pata gari, kamaliza digrii ya kwanza ya pili, wanae wamefaulu, wapako wamefaulu. Nini kinaendelea kwenye moyo wako? Moyo. Ni kweli ameolewa, lakini wewe miaka inaenda hujaolewa, lakini nini kinaendelea kwenye moyo? Ukiona fulani anatangaza uchumba, fulani anakupeleka nyumba yake imeisha nzuri, fulani anachukua gari bandarini, fulani amekuwa mtumishi, nini kinaendelea ndani ya moyo? Moyo ulioumia, ulioharibika, hautapendezewa na kuona mtu fulani Mungu anamuinua. Hiyo ni dalili kwamba iko dhambi. Hasira, chuki, ghadhabu kama Kaini ni dalili kwamba dhambi. Na Mungu alimwambia Kaini mapema kwamba dhambi ipo. Kwa maisha ya ghadhabu, maisha ya hasira ni maisha yanayoashiria kwamba moyo wako haupo salama. Bwana asifiwe sana. Kiu ya uzinzi. Kwa nini uzinzi mara kwa mara unakutesa? Unatubu leo, kesho unaanguka tena. Wakati mwingine angalia ile toba unayofanya kama ni sawa sawa. Uzinzi na uasherati, Yesu anasema haya yanatoka kwenye moyo wa mtu. Wanaambia watu hamna anayezini bahati mbaya, sio kweli. Kwa sababu hili mtu kazini ama uasherati, kuna mchakato umefanyika na umefanikiwa. Lakini ule mchakato unaratibiwa na moyo. Ni kweli umeokoka, unaomba kazi, lakini bosi anasema haiwezekani, kazi zipo, lakini wewe dada, tukutane hoteli fulani. Na wewe unakwenda kama kondoo. Bado unaambiwa tuingie chumbani, na wewe unakwenda. Umehusisha moyo, sio bahati mbaya. Ili kusema ulikubali kutoa rushwa ya ngono na upate hiyo nafasi ya kazi. Wako wadada wengi wameharibu maisha yao, na leo wanaomba kuolewa, na kuna mahali Mungu anakukumbusha kwamba hii dhambi hujatubu. Moyo umehusika, na wakati mwingine unaona ni sawa sawa, imekuwa mchezo wa kawaida. Moyo unapoharibiwa dhambi, matendo yote ya mwili, Galatia 5, yanakuwa ya kawaida. Asubuhi ya leo Mungu anatusaidia kutafakari moyo wa mwanadamu. Anasema linda sana, linda kwa bidii,
unaamua nini? Ndio maana Warumi 10:9-10 inasema kwa maana kwa moyo mtu amini. Yaani wewe unachagua umwamini Kristo ama usifanye kwa kutokana na moyo ulioharibika. Of course iko neema kwenye kutubu na roho anahusika. Lakini moyo ulioharibika mara zote hautaweza kumpendeza Mungu. Tunaweza kupanga mambo mazuri sana hapa, lakini moyo ulioharibika utabeza tu. Moyo, shida ni moyo ndio shida. Moyo hautaki kupendeza mapenzi ya Mungu. Wakati huduma inaanza mahali hapa, kuna kundi la watu lilipita hapa, na Mungu alisaidia, walichukua kiapo mbele za Bwana kwamba watasimama na mtumishi wa Mungu kwa ajili ya huduma malaika. Na wakumbusha kama mnaendelea, kwa sababu najua shida ni moyo. Narudia, na wakumbusha kama agano lile bado linaishi, kwamba utajitoa na mtumwa wa Bwana Michael Peter, hii huduma ikasimama. Ulikuja mbele, naona kuna watu mioyo yenu imetikiswa na mmegoma wengine kusapoti. Bwana akusaidie leo. Nasema Bwana akusaidie leo. Kuna mahali wanaona watu walijikomiti kuandaa ibada mahali hapa maandalizi, wengine wameondoka. Sina lengo la kuumiza, hili neno limekuja. Kama ulijikomiti maandalizi ya ibada na leo umegoma kutoa, rudi kwa Mungu useme kwa nini umegoma. Lakini najua shida ni moyo. Moyo unataka kuvaa vizuri, kula vizuri. Moyo unataka chakula vizuri, lakini moyo unataka kutoa. Moyo unasema kinyume na utoaji. Unataka kufanya jambo la Mungu, moyo unasema kinyume. Huo ni moyo ulioharibika. Na kusaidia kwa sababu uliahidi kutoa, umegoma. Na kusaidia, shida sio wewe, shida ni huo moyo. Moyo ulioharibika, hauko tayari kufanya mapenzi ya Mungu, hauko tayari. Tafakari miezi 6 ya mahali hapa, hebu sikia. Moyo wako umetumikaje kufanya maamuzi sahihi? Tafakari ujumbe huu. Kuna mtu na muhusu na wala weni hewani. Tangu tuko hapa ni miezi 6, na Mungu ametota hapa si kwa bahati mbaya. Anacheki moyo wako, umepondeka kwa kiasi gani, upo tayari kufanya mapenzi ya Mungu kwa kiasi gani. Lakini nakukumbusha kwamba moyo ulioharibika kwa dhambi hautakuwa tayari kufanya mapenzi ya Mungu. Na kuna wakati shauku inakuja, msukumo unakuja, lakini kwa sababu moyo wako umekamatwa na adui, ukitoka pale kwenye geti, hiyo shauku inaishia yote. Ni kweli umetaka kutoa, ni kweli unataka kufanya huduma, lakini moyo ambao umepata kibali cha dhambi imeingia. Na wakati mwingine tunasahau sana watumishi tuliookoka, dhambi ambayo imewekewa mabango ni uasherati na pombe. Uongo, hatuoni dhambi. Huko za kiemu namwambia mtu niko wasibu, hiyo ndio ni dhambi. Na wala hatuoni shida. Umemwambia niko wewe, unaona huko za kiemu, lakini unaangalia hapo wasibu na karibia, huo ni uongo, nao ni dhambi. Lakini hatuoni kama shida. Nimeona mwenyewe sana. Kwenye muda tunakubaliana tukutane saa 4, unakuja saa 6, huwezi kuwa sawa, umedanganya. Umeruhusu adui ameingia, na moyo wako hawezi kubaki vile vile. Mungu ni mwenye haki, ni just God, ni Mungu aliyenyoka. Mizani yako ikipimo kibendi ya ujuu, hapana, hiyo sana. Ndio maana shetani anapishana sana. Sababu mara nyingi tunakosea kama watoto, na wakati mwingine tukijitambui kama tumekosea. Ni kweli Kristo anatuombea, lakini nafasi yako iko wapi? Bwana asifiwe sana. Naongelea moyo ulioharibika, utautambua kwa matendo yanayoendelea, kwa maamuzi yanayoendelea, kwa hatua unazozichukua. Ndio Bwana Mungu anasema linda moyo. Sababu kuna wakati utasikia, unalinda kupitia mambo unayoyasikia. Kuna wakati utaona, ni kweli unaona kwenye mtandao, kwenye television, kwenye simu, yale unayoyaona ni kwa kiwango gani yanaharibu moyo wako. Yako mambo leo unayatenda kwa sababu yale
uliyoyaona. Bwana asifiwe sana. Chunguza moyo wako. Moyo wako. Kaini moyo wake aliruhusu dhambi, na dhambi ikaingia ukaharibu moyo. Adamu badala ya kuomba toba analalamikia mke huyu, badala ya kutengeneza ili kusema moyo wake ulikuwa tayari umeshaharibika. Angalia maisha yako. Hali yako ya moyo ikoje? Moyo ni sehemu ya ndani ya mtu wa mwanadamu, ni kiini, ni center. Angalia maamuzi yako kuhusu kazi ya Mungu. Angalia maamuzi yako kuhusu familia. Angalia maamuzi yako kuhusu ndoa na watoto wako. Angalia maamuzi yako kule kazini na biashara unazozifanya. Je, ni kweli adui hajapata nafasi kwenye moyo wako? Nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja, sitaji jina hapa, ni mfanya biashara. Nakwambia ni ngumu sana kutofautisha taasisi ya kodi ya serikali na sisi tuliookoka. Changamoto ni kubwa. Lakini unapataje mzigo wa biashara yako? Mafundi wanaoshona kitambaa kimebaki, sio anarudishia yule mwenyewe ama anachona vichupichu. Naongelea fundi chana. Yaani kitambaa kimebaki, sijui unafanyaje ile kibaki. Najaribu kuona moyo wako unajaribiwa kiasi gani. Kwa kama kimebaki umechora kibuta umeuza, sio sawa, sio cha kwako. Umemwibia. Na huwezi kuwa salama mbele za Mungu. Sasa hiyo tunasema hii ndogo tu. Mizani ya Mungu sio mwanadamu. Angalia maisha yako yasijaribiwe, moyo wako usijaribiwe. Na mara nyingi tunaingia kwenye mtego. Bwana asifiwe. Moyo wako asubuhi ya leo upo kwenye ajali. Ukisoma kwenye Marko 6:52, Yesu anasema kuhusu mioyo migumu. Hapo anaongelea swala kumwamini Kristo. Watu ambao mioyo yao imeharibika, hata kutengeneza inakuwa ngumu. Yaani mtu yuko tayari anakuja kwa mwezi mzima, anasikia injili, hataki na goma. Anasikia injili, hataki. Moyo umeenda mbali sana. Unatakiwa urejeshwe kwa neema ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema hivi ni viashiria. Dhambi, matendo ya mwili ni viashiria kwamba moyo wako umeharibika. Moyo wako umekwenda mbali. Ili kusema tunatakiwa tuangalie jinsi gani sasa ya kufanya. Moyo wa mtu umekwenda mbali, umeharibika, hampendi Mungu tena, hapendi maombi tena. Mlipoenda kwenye kituo cha malezi, lakini analala ndani na kichwa kinafanyika sebuleni pale pale. Analala tu. Hana kuhusu chochote kichachaza. Yaani ameokoka. Yuko daraja la uzima. Nyumbani kwao ndio kituo cha malezi. Come on. Na nyumbani inaendelea na yuko ndani. Ukikosa, si kama unaweza kutafakari kidogo. Yaani amesema ameokoka kwa maana ya kukiri Kristo. Na tunaishi katika ushirika sasa na matendo sio pili. Ibada haimhitaji apande daladala. Inafanyika kwao. Kama sio kwao ni nyumba ya 3 au ya 4. Nataka angalia moyo wa mtu. Unaweza kumlaumu bure, huu moyo ushaenda mbali. Unaweza kususia bure, moyo wako umeenda mbali. Hauna kiu tena. Kiu ya ibada, kiu ya kusifu, kiu ya kukutana na kumshangilia Bwana. Hiyo kiu hamna kwa sababu moyo umeharibika. Hata kama na degree,
wenzio? Chunguza moyo. Moyo wenye majivuno, hukujiona bora. Mimi ni msomi bwana, mimi na pesa. Angalia shemasi mdogo mdogo. Wewe bwana sikiliza. Issue sio shemasi hajasoma. Issue ni kukutanika sawa sawa na maandiko. Elimu yako ni jambo moja, pesa yako ni jambo lingine, urembo ulionao ni jambo lingine. Mungu anasema linda moyo. Linda moyo, linda moyo. Hauhitaji sana watu waseme. Ukiwa mtu mzima kama mimi Dalu, hivi nahitaji kutiwa moyo kwenda kwenye kituo kweli, nitiwe moyo. Mtu mmoja anasema watie moyo, ni kwa masikini mbona kwenye pesa uhamasisho unakwenda moyo. Ninahisi kujua unapimaje moyo wako, unapima vipi kumpenda Mungu? Mbona saa 11 kwenye madaladala watu wamejazana kwenda mjini? Unaamka mwenyewe, lakini kwenda kwenye kituo cha malezi unajivuta pepe. Hii ni kusema moyo una shida, ni moyo. Na uwe na hakika uweze kuwa salama. Kwa sababu bidii kubwa kupata mkate sio dhambi. Kupata mkate sio dhambi. Lakini vipaumbele vikoje kati ya kufanya kazi ya Mungu na kazi ya Kaisari? Yesu amesema Mathayo 6:13, tafuteni kwanza ufalme na haki, na hiyo kazi, huo mshahara, hayo mavazi mtazidishiwa. Kwa nini wewe unapambana? Mpagani anapambana, yule mwenye kofia anapambana, na wewe mlokole unapambana. Asa hii neema inakubeba wapi? Yesu anataka tofauti iwepo kati ya mpagani na wewe. Wewe wekeza kwenye ufalme, utalipa tu. Nazungumzia moyo unaoharibika. Ni moyo ambao hauko tayari kufanya kazi ya Mungu. Ni moyo ambao hauko tayari kushirikiana. Ni moyo ambao unashindana na mapenzi ya Mungu. Huu ni moyo ulioharibika. Yesu Kristo kwa miaka yote duniani alitumia muda wake akiwa na moyo safi kuhakikisha kwamba anafanya mapenzi ya Mungu. Nimesema tajuaje moyo ulioharibika? Nimetoa matendo ya mwili kwenda kinyume na neno la Mungu ni ishara, lakini wewe na uhakika kukutana kwenye kituo cha malezi ni neno la Mungu. Kukutana kwenye kanda ni kusanyiko la Mungu. Kama unagoga, umekuwa mbishi, uwe na uhakika shida si wewe, shida ni moyo. Na wewe ichunguza moyo wako. Angalia unashirikiana vipi na wenzio, itakusaidia kujua upo salama kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jinsi gani unaweza kufanya sasa kurudisha moyo ulioharibika? Jinsi ya kufanya. Hatua ya kwanza, moja kati ya changamoto kubwa sana ni ya kuomba usamehe. Uwe mtu unaoishi maisha ya kusamehe. Najua wako watu wengi mioyo yao imeenda mbali kwa sababu wamegoma kusamehe. Tukubali ya muhimu, lakini tuanze na kusamehe. Niwahi kutana na dada mmoja, sitaji jina kwa sababu najua hayupo. Kijana mmoja nitumie lugha rasmi, alimzalisha. Alipata mimba yule binti, alipata mtoto. Yule kijana alimtelekeza yule binti, akaenda mbali. Siku moja tukaona kwenye mazungumzo, alikuwa anamchukia sana na alikataa kumsamehe. Ili uweze kutoka kwenye hiyo hali ya moyo ulioharibika, hatua ya kwanza ambayo inakuhusu wewe mwenyewe ni kukubali kusamehe. Haijalishi ulibakwa ukiwa binti, haijalishi mume hafanyi chochote, ameenda kwenye nyumba ndogo, haijalishi amekuchongea, ameongea maneno magumu, umefukuzwa kazi. Neno linasema samehe. Samehe kwa sababu ni amri kusamehe. Si swala la
Anasema Mathayo 5:8, heri wenye moyo safi, wamebarikiwa wenye moyo safi. Lakini anasema kwa nini? Kwa kuwa watamwona Mungu. Nazungumza na mtu mchana na asubuhi leo, kama una nia ya kumwona Mungu, lazima huo moyo wako utengenezwe upya. Lazima utengenezwe, kwa sababu Yesu anasema heri wenye moyo safi, kwa maana hao watamwona Mungu. Ili kusema kama moyo wako una makorokoro, umekataa kusamehe, umekataa kuachilia, haupo kwenye kundi la wenye moyo safi, na huo moyo utabaki kwenye hali ya kuharibika, kwa sababu matengenezo yako, nimesema namba 1, achilia. Samehe. Petro anamuuliza Yesu kwa baada ya kusamehe akamwambia 7 mara 70. Hii kusema hakuna ukomo. Na usiseme hizi dhambi ndogo, kosa kubwa. Makosa yoyote unayotakiwa kuachilia, achilia, samehe. Unaposamehe unamsogeza Mungu karibu kuingilia kati kwenye huo mgogoro wako. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kusamehe ni hali ya kiungu. Nilikuwa nafundisha mahali fulani, tumesema tumeumbwa kwa sura na mfano. Neno mfano ni ile hali ya Mungu anasamehe na mwanadamu nao anataka kusamehe. Mungu akitamka inatokea na mwanadamu akitamka inatokea. Kwa kama Mungu anasamehe na wewe umeumbwa kwa sura na mfano, lazima usamehe. Bwana asifiwe sana. Kwa kusamehe ni jambo la lazima katika maisha yetu ya Ukristo na kumcha Mungu. Lazima tusamehe, kwa sababu hiyo inatuunganisha na Mungu na inatusaidia moyo ulioharibika kuanza kutengenezwa. Moyo una ugonjwa kufisha. Moyo ni mdanganyifu. Hata nituliza hapa, wangapi hapa wamesamehe? Wote tuseme wamesamehe. Huo ni udanganyifu wa moyo, sio kweli. Nituliza hapa, wangapi wamebeba watu moyoni? Mimi sina, lakini muongo. Kwa moyo ni muongo, moyo ni mdanganyifu. Una tabia ya udanganyifu. Anakwambia mimi nimeachilia, lakini muongo, kwa sababu ya tabia ya moyo. Kuna madudu amebeba, ataikuachilia. Na hayo ndio yanasababisha umasikini, yanasababisha magonjwa, kwa sababu moyo ulioharibika. Mungu hawezi kushughulika na mtu. So mtu anatenda dhambi. Tengeneza moyo wako ili Mungu aweze kuingilia kati maisha yako ya uchumi, aingilie kati maisha yako ya afya, aingilie kati, kwa sababu ziko baraka Mungu ametegemea, lakini akaangalia moyo wako uko mbali na Mungu. Naongea na mtu mchana wa leo. Maisha ya ndoa, shida sio ndoa, shida hiyo huo moyo wako. Una umegume, hutaki kuachilia, hutaki kusamehe. Wako watu wamegombana na baba zao wazazi, mama zao wazazi, na mpaka leo hataki kutengeneza. Eti kwa sababu mimi nimeokoka, yeye hajaokoka. Mimi nimeokoka, yeye anafanya mambo ya shirikina. Sikiliza, sikwambii ufuate shirikina, lakini baba wa kimwili naye mmoja. Una sababu ya kumtukana na kumdhihaki kwa sababu hajaokoka, haikusaidii chochote. Tengeneza na mzazi wako, bado huyo Mungu alimwamini. Nazungumza na mtu, unang'ang'ana kuolewa, kwanza utengeneze na mzazi, kwa sababu umeharibu kwa wazazi wako. Tengeneza, achilia, shuka kwa wazazi wako. Gume unakusaidia nini? Hakusaidia chochote. Moyo ulioharibika, hauko tayari kutubu, lakini mimi nakufundisha utubu, utengeneze. Samehe. Bila kujali umeumizwa kiasi gani, samehe. Kusamehe kwako kuna kusogeza kwenye baraka zako. Yesu anaongea neno gumu sana kwenye Mathayo 5:43-44. Ni gumu kwa maana ya gumu. Anasema wapendeni maadui zenu. Anaendelea pale mbele ambapo nataka nikuone kama mfano. Alafu anasema waombeni. Sasa nisikilize. Usinijibu, lakini kimoyo moto jibu. Hivi ni wangapi wana ujasiri wa kuombea adui? Nasema adui ameharibu ndoa yako, amechukua mumeo, unapata shida kusomesha. Adui amekuchongea kazini, kazi umefukuzwa. Adui ameongea maneno magumu, umeharibikiwa. Unamwita adui mtu asiyefaa, lakini Yesu anasema wapendeni tena waombeeni. Nataka uniambie kwenye moyo wako, ulishaitenga lisali moja kumwombea adui yako? Tukubali tu katika binadamu, usinyoshe kidogo ikusaidie. Ulishaitenga saa moja, saa 8
shimoni, huyo ni adui, yani hamko pamoja. Lakini Yesu anasema kama imenenwa kule, lakini mimi nasema upendo pende adui yako. Lakini anakwenda hatua moja ngumu, anasema funga na kuomba, kesha muombe afanikiwe, ainuliwe. Hicho ndio ni kipengele. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Neno linasema moyo ambao unataka matengenezo ni moyo ambao unasamehe, moyo unaachilia. Lakini yule ambaye ameharibu maisha yako, neno linasema muombe. Kumwombea, kumtakia mema, na unapofanya hivyo Mungu mwenyewe atajua jinsi ya kushughulika. Bwana asifiwe. Kwa nikisema nikiwaambia mnyoshe mkono wanaoombea wale ndugu zetu, hapa itakuwa shida. Wala usinyoshe, kwa sababu mimi najua, ila Mungu anasema sawa sawa na neno lake, ili kutengeneza mioyo iliyoumia, mioyo iliyojeruhiwa, mioyo ambayo kwa njia moja nyingine imedhulika kwa sababu ya shida karama mbalimbali kwenye maisha. Mungu anasema huyo mtu muombe na umpende. Bwana asifiwe sana. Tunakwenda kumalizia. Maisha yetu sisi ambao tumemwamini Kristo yanaendeshwa na uwezo wa Mungu pamoja na kanuni zake. Hayaendeshi kwa vile ambavyo unajisikia wewe. Katika hali ya kawaida, kusamehe ni kitu muhimu sana. Lakini pia uwe na moyo wa toba, moyo wa rehema. Tukubali kutubu, tukubali kuomba rehema. Inakusaidia kurejea, kutengeneza moyo ulioharibika. Moyo ulioharibika haupendi mapenzi ya Mungu. Watu wengi leo afya zao haziendi vizuri. Shida sio ugonjwa, shida ni moyo. Watu wengi sana biashara haziendi, mtaji uongezeke, lakini moyo wake ndio shida. Na wengi ukiuliza hawakubali. Wanasema sina mtu niyomshikilia, moyo wangu uko vizuri, lakini ana maumivu ndani, ana majonzi kwa sababu ya aina ya maisha ambayo naishi. Mungu anatukumbusha kulinda moyo wetu. Mungu anatukumbusha asubuhi ya leo kulinda moyo ndio iwe kipaumbele chako na kipaumbele chako. Hakikisha wakati wote unayatambua mapenzi ya Mungu na uyafanye mapenzi ya Mungu. Wakati wote hakikisha unajua vipaumbele kwenye maisha yako ni vipi. Ujue kama hiki ni cha Mungu, hiki sio cha Mungu. Funga mlango ambao utaathiri moyo wako. Angalia picha za kuangalia. Hasa kama ni kijana unatumia muda mrefu kuangalia picha za ngono, uwe na uhakika utaharibu moyo wako. Na wako wanadawa nao ni kitu cha ajabu sana. Na wao wanaangalia mapicha kama yale. Na wengine wamekuwa addicted, yani hawezi kuacha. Anaangalia picha za utupu, picha za ngono. Zinaingia, kumbukumbu yako inabaki kwenye subconscious mind, haitaondoka na itakusumbua. Linda moyo na nini unatazama, nini unasikiliza. Linda kwa sababu moyo usije ukaharibika. Moyo ukiharibika unakwenda mbali na Mungu. Ikibidi kwenye mgogoro wote achilia, samehe, kwa sababu kinyume na hapo Mungu hawezi kufanya. Kwa sababu msemo Marko 11:25-26. Lakini tunahimizwa kwenye Mathayo 5:8, heri wenye moyo safi. Nataka kwa muda mchache uchunguze moyo wako ni msafi kiasi gani. Kama unataka kumuona Mungu, Mungu ameweka principle. Principle ni kanuni ambayo inatumika dunia nzima. Sio saka migoshi. Ukisikia neno principle, ujue inatumika kote. Anasema heri wenye moyo safi. Tafakari moyo wako ni safi kiasi gani. Maisha unaishi, ushuhuda uliokuwa nao ofisini kwako, ushuhuda uliokuwa nao kanisani, ushuhuda uliokuwa nao kwenye kwaya, kwenye maombi ya mnyororo, kwa wahudumu, ushuhuda uliokuwa nao kwa wazee wa kanisa, wanakuonaje? Ushuhuda wako ukoje? Kinachoonekana nje ndio kitafsiri moyo wa mhusika. Wengine ni kama kivuruge, anaharibu kwenye kwaya, anaharibu kwenye maombi, anaharibu kwa wahudumu, anazunguka tu. Shida ni moyo na hayuko tayari kutengeneza. Na yeye anaona sawa kwa sababu moyo umeenda mbali sana. Nataka kumsaidia mtu mmoja mchana wa leo. Yesu anasema heri moyo safi. Lakini Marko 6:52
Anasema wenye mioyo mizito, mioyo migumu, hawataki hata kumwamini Kristo, hawataki hata kuokoka. Wameanguka kwenye dhambi na maisha yao yanawashuhudia, hawataki kutengeneza na Mungu. Yesu anasema linda moyo, moyo, moyo. Linda moyo kuliko yote. Badilisha mtazamo. Kinachopaswa kulindwa sio simu tu ulionayo, sio nyumba nzuri, sio laptop yako nzuri. Moyo wako unauachia, unajeruhiwa, unaingiza tamaa, unaingiza mambo ya hovyo ndani ya moyo. Moyo unachafuka. Mungu anasema linda huo moyo. Sio kila kitu lazima usikilize. Sio kila kitu lazima uone. Watu wanaongea umbea na unakaa chini unashare umbea. Mapicha mabaya na unaangalia. Stories za kuadhibu zinapigwa na unachangia. Kuwa makini, kwa sababu Yesu Kristo ametutenga, ametutoa kwenye ulimwengu, kwa sababu sisi si wa ulimwengu. Bwana Yesu sifa sana. Kwa hiyo nazungumzia moyo kwa sababu ndio injini yako. Tabia unazotuonyesha, mwenendo unaotuonyesha unatokana na moyo. Inatuambia, huu ndio moyo wako. Angalia unavyoishi mwenzio kule nyumbani. Angalia kwenye kanda yako. Angalia kwenye kituo chako cha malezi. Moyo wako ukoje? Moyo ulioharibika hautajishughulisha na mapenzi ya Mungu. Chana leo ni wajibu wako kumuomba Mungu akufanyie moyo mpya, akutengeneze upya. Kwenye Ezekieli 36:26 anasema nitawapa roho yangu na nitawafanyia moyo mpya. Nitatoa moyo huo wa jiwe na kuweka moyo wa nyama. Mungu yuko tayari kubadilisha maisha yetu na mioyo yetu. Mtu mwingine si tu ana moyo mgumu, lakini ana moyo wa jiwe, moyo ambao hausikii, hauko tayari kubadilika, hataki kutengeneza, hataki kuachilia, hataki kutubu. Yeye ni madai, anang'ania, ni madai, ni madai. Umehubiri uzinzi, akitoka hapa anapenda kwenye uzinzi. Unahubiri uasherati, akitoka hapa anaenda kwenye uasherati. Moyo wake umekuwa ni moyo wa jiwe. Mungu anasema mchana leo, Ezekieli 36:26 kwamba yupo tayari Mungu aliye hai kubadilisha mioyo yetu. Mwambie mchana leo, Mungu badilisha moyo huu, niumbie moyo safi. Unajua maisha yako unatabika na tamaa, unatabika na maisha ya ugonjwa, lakini shida sio ugonjwa, shida moyo wako umekuwa mlango. Umasikini umekuwa shida, naye Mungu ametoka mbali kwa sababu umekuwa wa kwanza kumkataa. Ni kweli uolewi, lakini je, moyo wako uko sawa? Kweli yule kijana aliahidi kuoa, lakini alipokataa umemchukia mpaka leo. Yesu anasema samehe. Msamehe huyo kaka. Mwachilie, mwachilie. Kweli ulipewa mimba na hajakuoa, lakini msamehe, mwachilie. Amekuumiza, sawa. Linda moyo wako. Nataka chana tumsi Mungu atengeneze mioyo yetu. Usijihesabie haki, unajidanganya. Nafsi yako inaongea makorokoro yaliyo ndani, hata kama kwa watu hatukuoni. Moyo wa mtu uko mbali sana. Tena ni mgonjwa wa kuvisha, tena ni mdanganyifu, unadanganya. Kimungu anasema linda moyo, ndio injini yako. Tumwombe Mungu atusaidie tuweze kusamehe, atusaidie tutengeneze mioyo yetu. Mungu atufinyange upya,